njia za halali. Uwezi ukaweka wakfu ukawapa watu wa kiwanda cha bia na mfano wake. Wale ni jiha fulani, lakini matumizi yao haramu kwa mujibu wa sheria za Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kama ni sehemu tusema ni msikiti fulani, hospitali fulani, jumuiya fulani au umoja fulani, ili mradi tunajua kwamba kundi hili matumizi yao ya hiki kitu yatakuwa ni matumizi halali, hayatakuwa haramu kwa mujibu wa mtazamo wa Uislamu. Mchanganuo na mnyumbuo hapa ni mkubwa, lakini tunagusa, nadhani ndugu zangu niliwaambia, sisi wengine ndio wenyeji. Ilikuwa jambo hili tuachie wengine watabahari kwa urefu sana. Nilikuwa sema mwenyeji bwana, ili ufanye na wewe japo kidogo, ili wale wageni nao waweze kuchangamka. Sisi watu wa pwani shekhe, tuna msemo wetu, ile cheleko ile ina nani mueleka mwana. Yani hawezi kuja mtu katika walima wako wa ursi anakuta unalia halafu yeye achangamke. Anza wewe mwenyewe kuchangamka, ndio ataona hapa kuna ishara za nini, za furaha. Wakaniambia bwana, utoe neno kwenye wakfu, halafu tawacha wengine watapanua zaidi wigo wa hili jambo, na hatoki mtu hapa mpaka kieleweke, watu wajue maana hasa ya wakfu ni nini na umuhimu wake ni nini na faida yake kubwa ni nini katika Uislamu. Hadi hapo tumeelezea tu zile nguzo za wakfu, na kila nguzo umeona tumegusia baadhi ya yale masharti yake makuu. Kuna nukta nyingine muhimu sana. Wakfu uko aina mbili, ingawa majina yake yanashangaza kidogo. Wanasema kuna alwaqfu alkhairi, wakfu wa khairi, na kuna alwaqfu alahli, wengine wanasema alwaqfu aladami. Alwaqfu alkhairi ni mtu kuweka wakfu kwa kutaraji kupata thawabu tu kwa jiha fulani, kwa mfano msikiti, chuo, maktaba, hospitali na kadhalika. Hakuna ndugu yake yote wala mjomba wake wala mtu anataraji kupata thawabu tu. Hii wanaita alwaqfu alkhairi, kwa sababu mtoa wakfu amekusudia kufanya khairi, wala hakuna chembe harufu kwamba mjomba naye atanufaika pale au mtoto wa shangazi naye atafaidika. Kuna aina nyingine, alwaqfu alahli. Mtu anaweza kuweka wakfu katika familia yake, nyumba hii familia ya kina Bane au ya kina Ndauga ila qiyami saa, mpaka labda ule ukoo umalizike kabisa. Sasa ziko aina hizo mbili, ni swala tu la kujua. Si tunataka watu tujue ziko aina hizo. Unaweza kuweka wakfu, pengine ni kulenga tu ukoo wako, familia yako, kizazi chako, maadamu umelenga kwamba hawa watafaidika, hiyo inakubalika. Lakini pia unaweza ukalenga kwenye familia kundi maalum. Wewe una watu wako wengi, wengine watukutu, hawataki kusoma, hawapendi elimu wala nini, ukatoa wakfu wako ukasema wakfu huu ni familia yangu Ndauga, Ubane, wale tu ambao wanajali ilmu. Ina maana wale wengine watukutu hawatahusika na faida ya wakfu huu. Kwa hiyo wakfu uko aina hiyo. Sasa tukija eneo jingine, tumezoea katika sheria kuita mashru'iyatul waqfu. Huu wakfu upo kisheria au ni jambo tu ambalo pengine mtu anaona alifanye na sheria haimkatazi, lakini halina msukumo wote? Ukweli ni kwamba adila, dalili kutoka kwenye Qur'ani tukufu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni nyingi mno, zinazoashiria na kutuonesha kuwa wakfu upo kisheria au upo kisharia. Nyingi, lakini baadhi yake
tukisoma 92 Ali Imran tunakuta Allah tabaraka wa taala asema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Ahlul ilmi waliotangulia wanasema ilipoteremka aya hii, watu wengi, tukisema watu wengi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake ni masahaba, walikimbilia kuifanyia kazi aya hii ambayo Allah anasema lan tanalu albirra, kamwe hamtaweza kufikia daraja ya kuwa mnatenda birri. Birri ni wema plus, sio wema wa kawaida. Hamtafikia daraja hilo hata tunfiqu, mpaka muwe tayari ya kutoa mimma tuhibbun, baadhi ya vile mnavyovipenda sana, vitu mnavyovimiliki mnavipenda sana, baadhi yake mvitoe. Hapo ndo mtakuwa mmefikia katika birri. Ilipoteremka aya hii na watu walifahamu hivyo, ambapo Mwenyezi Mungu anasema wama tunfiqu min shay'in, na chochote kile mtachokitoa fa inna Allaha bihi alim, hakika Allah tabaraka wa taala anakijua vizuri nini mmekitoa na malengo yalikuwa ni nini, na kama kuna ikhlasi au kutokuwepo Allah tabaraka wa taala anajua. Aya hii ilipoteremka, masahaba wengi walichangamkia kutoa vyao, wengi waliweka wakfu, wakimaanisha kuwa ndiyo namna ya kuifanyia kazi aya hii. Na ndio maana mpaka leo ahlul ilmi wanapozungumzia wakfu upo kisheria watataja aya kadhaa, lakini inawezekana hii ni miongoni mwa hizo, au itakuwa ndiyo ya kwanza kutajwa aya ambayo inaonesha wakfu upo kisheria. Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye amesema akisimulia habari za baba yake, anasema asaba Umar, amepata Umar ibn al-Khattabi, yani baba yake, ardan bi Khaybar. Umar alipata ardhi ya Khaybar, ikaingia katika milki yake kama ngawira, kama hivi na vile, lakini Umar alijaliwa kumiliki ardhi yenye mimea ya Khaybar. Sasa Ibn Umar anatuhadithia tukio hili kutoka kwa baba yake, anasema faata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Umar baada ya kupata ardhi ya Khaybar kuwa ni milki yake, sehemu ya ardhi ya Khaybar ni milki yake, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yastamiruhu, akimtaka ushauri. Umar alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, asabtu malan, na katika riwaya nyingine asabtu ardan bi Khaybar, nilipata eneo la ardhi katika ardhi ya Khaybar. Lam usib malan qattu, sijapata mali kabisa kama watu wa kule, sijapata hapo mali iliyokuwa ahabu, na katika lafdhi nyingine huwa anfasu indi, mali ambayo ni bora sana kwangu mimi, sijapata minhu, kuliko hiyo ardhi ya Khaybar. Kwa hivyo nataka ushauri. Shehe, unazo dakika 3. Haya ndio niliyokataa mwanzo. Shukran. Shukran. Basi Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia, inshiti, ukitaka habasta aslaha, weka wakfu, asli ifungie kwa ajili ya Allah, na utoe sadaka yale matunda yanayozaliwa katika ardhi hiyo. Na Umar akafanya hivyo. Tunaweza kusema tu na wengine wengi, unapoangalia historia ya Uislamu juu ya wakfu ilikuwa hivyo. Sasa wakfu ulikuwaje wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam?
hili litakiwa tuliseme, lakini muda haupo. Ijulikane tu vitu vingi vya wakfu ilikuwa sehemu kubwa ni zile ngawira ambazo zilipatikana wakati wake, iwe ni ardhi, iwe ni vitu vingine ambavyo vimepatikana kama majumba na mfano wake. Vitu hivi vyote ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anaondoka aliviacha, alituachia, hivi vilikuwa ni sehemu kubwa na ni msingi mkubwa, ulitambulika kama ni wakfu, na ulikuwa upo kwa ajili ya kuhudumia Uislamu na Waislamu wa wakati huo. Lakini ukija wakati wa masahaba, ndio usiseme. Watu walitumia wakfu kuandaa shughuli za kivita, walitumia wakfu watu majumba wakakaa watu wasiojiweza, walitumia wakfu watu kuwasaidia mayatima, wajane, walitumia wakfu kuendeleza ilmu, walitumia wakfu katika fi sabilillahi na nyanja nyingi ambazo kwa kweli dakika 3 mwenyekiti wangu hazitoshi, bali hata ukiongeza na 10 zikawa 13 pia hazitoshi. Itoshe tu kwamba wakfu ndio moja ya mihimili mikuu ya kuweza kutatua matatizo mbalimbali yanayohusu Uislamu, bali ni muhimili unaoweza kuendeleza Uislamu. Niseme tu hapa, kwenye wakfu hakuhitaji utajiri kama zaka, kwa sababu ndio maana hakuna nisabu katika wakfu kwamba ukiwa unamiliki hichi utaweka. Wale wanaomiliki ardhi, wewe una shamba pengine ekari 10, kuna minazi, mikorosho, mikahawa, mibuni, vitu gani, miembe, ukiamua hata robo eka katika 10, hiki kipande hichi ni wakfu, huu ni wakfu. Una magari 10-15, mengine umeweka kwenye matofali pale, huna kazi nayo. Ukitoa gari hata moja hili nifanye kazi ya Mwenyezi Mungu, ni wakfu, ni wakfu. Kwa hivyo wakfu unaweza kutoa kiasi chochote kile ambacho hakiwezi kuathiri maisha yako ya kawaida, bali utakuwa umesaidia na kufanya Uislamu upige hatua. Nashukuru mwenyekiti kwa kunivumilia, lakini Waislamu sisi hapa kama haia tunatengeneza uchokozi. Leo alhamdulillah wakfu zipo, ni juu yako Muislamu kutaka kujua. Waendee wanaojua sheria, watakwambia kwa mchanganuo. Usije ukasema mimi kwa kiasi ilivyoelezwa pale bado sijaelewa vizuri. Njoo kwenye muda ambao haupimwi, muda hapo umepimwa kwenye mizani, tutakupa maelekezo marefu na mapana. Lakini jua tu kwamba kama kila mmoja wetu angewajibika katika dhana ya wakfu, na hakika huu utegemezi uliokithiri ungepungua kama sikuondoka kabisa. Lakini tufahamu kwamba asilimia kubwa ya hao tunaowaita wafadhili, wanaotufadhili kutoka nje, tunatumia wakfu za watu. Wao wameweza kutoa wakfu kutokana na ukubwa wa imani zao, na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu Jalla waala atuimarishe imani zetu ili tujue umuhimu wa kuweka wakfu. Weka japo kidogo, mnazi mmoja, mkorosho mmoja, penye watu 100 itapatikana minazi 100, mikorosho 100, miembe 100. Kipato chake kitatumika kwa ajili ya Uislamu, na wewe utakuwa umeingia katika wale ambao wanaweka wakfu. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.